Hii ni Kurasa, nipo pamoja na Jabiri ambaye ni mchambuzi, mchokonozi, hali kadhalika ni naye Ezekiel Kamwaga Mwaniola, nipo naye hapa. Yupo Asanola, yuko Kinga nimemuuliza pale awali, nilimuuliza Mwani kwamba hilo Mwani mbona naona sasa hivi mshabadilisha na jina kwenye mtandao Mwaniola. So Mwaniola sasa. Ile ni Instagram. Facebook ni Mwaniola. Mwaniola. Kwa hiyo sasa nikasema hivi tukiangalia jina kama la Kamwaga linaendana. Alifiki kabisa. Kamwaga. Tilisti Hassan. Jabirola. Okay, hayo ni. Kwa sababu gani Mwani? Navutiwa sana na Guardiola. Yeah, na ndio na yule wakala yule. Raiola. Hasa mtu aliyokuwa anapenda kuniita Mwaniola alikuwa ni Alikamwe. Kwa hiyo Alikamwe alikuwa anatumia kiniona tu Mwaniola. Nikaona mpaka kajina katamu. Mimi si ninajua sababu yake. Nikaona kajina mbona katamu. Kwa hiyo nikaamua lile Mwani nikaweka Mwaniola. Unampenda sana Pep Guardiola? Yeah, sana. Kwa hiyo ukimwona pale unaburudika. Roho yangu burudani kabisa. Ezekiel, umesikia maneno haya? Nasikia. Jamani, tunaanza leo hii, ni zamu yetu. Ni slogan ambayo ipo hapa nchini kwa ajili ya timu ya taifa kuiunga mkono kuelekea mchezo wao wa kesho. Lakini hapa nina wachambuzi na wadadisi pia wanaweza kuangalia kundi la L ambalo ama kwa hakika timu zote zina uwezo wa kwenda uko Misri. Na hapa kwanza nimpe fursa hii Ezekiel Kamwaga ambaye ana maoni yake kuhusiana kuelekea katika hiyo mechi ya kesho. Ezekiel, unitonya ukasema kwamba naomba nizungumze kidogo. Wakati ni wako Ezekiel. Yes. Kwanza ambalo tulikubali ni kwamba tumejitahidi kufanya kampeni nzuri ya kushawishi watu waje kwenye hii mechi, na mimi binafsi kuna watu ambao sijawahi kusikia wakiniomba kwenda mpirani, sasa hivi wananiambia wanataka kwenda kuona hiyo mechi kwa sababu hamasa imekuwa kubwa na imehusisha watu wa kada tofauti. Kwa hiyo kwamba mpira umeunganisha watu wote, lakini shida pekee ambayo nayo na baadhi ya matukio kwenye hii kampeni ni kwamba tumeshindwa kujua jinsi ya kucheza na saikolojia ya Waganda. Waganda wameshafuzu kwenye mashindano. Hata kama Tanzania tukishinda goli 10 bila, bado Uganda itafuzu. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya sisi ni kufanya Waganda, yes, ni kama kuwatongoza hivi, unajua? Kwa sababu dunia zamani kwa kila kitu utumie mabavu, utumie nguvu, lakini miaka inavyozidi kwenda ni lazima utafute namna ya kutongoza watu. Hata Azam TV peke yao ndio wanaonesha ligi kuu ya Tanzania, lakini naweza kusema hivi, mtake msitake lazima muangalie Azam TV, wanatafuta namna ya kufanya watu waangalie TV. Kwa hiyo hata kwenye hii mechi badala ya kusema Waganda, nimeona kuna watu wanaenda kwa social media wanasema watoto Idi Amini chinja na kila kitu. Waganda, kuna Waganda Idi Amini kawafanyia matukio mabaya sana. Ukimwita mtoto Idi Amini unataka kwenye hiyo mechi afanye kitu ambacho pengine unataka kukifanya. Ukisema nyie Waganda tuanze kuwafanyia labda fujo, tuanze kufanya vitu kwa zomea na kila kitu, haitusaidii sisi. Sasa tutafanya waseme yes, wacheze hii mechi. Kwa hiyo tukitaka kutumia akili kwenye mechi ya kesho, ni lazima kuonesha Waganda ambao tunawaheshimu, ni ndugu zetu, ni jirani zetu, na wao wakiwa wanacheza yes, tunashirikiana na vitu vingi. Na mimi na imani tunapozungumza hapa kwenye kipindi, kuna watu kwenye mpira, kwenye mamlaka zingine wamefanya kazi yao nyuma ya pazia kuhakikisha kwamba nchi yetu, ni imani yangu hiyo, kuhakikisha kwamba hii mechi inakuwa laini kwetu. Na najua macho yanakuwa mengi kesho, kafu na watakuwa wanaangalia wasione kitu cha ajabu, lakini nadhani ningekuwa mimi ndio nahusika na kila kitu leo kesho wakati wa mechi, ningeweza hata kuwekea Waganda gani pana kwamba hawa wamequalify wa kwanza ndio kwa mashariki hawajafungwa, MP10 hapo kidogo mnawapigia makofi na nini, wameshinda mechi inakuwa laini. Wakati huo washabiki wamejaa wanashangilia timu yao, sio lazima wazomee Uganda, mechi inaisha mnashinda. Lakini tukianza kufanya vitu ambavyo vitafanya Waganda waseme aha, sasa tupambane, ni hatari na Uganda, tukubali tusikubali, mpaka sasa hivi kutuzidi kwenye viwango vya mpira, wametuzidi kwenye quality ya wachezaji. Yes, hivi tunavyozungumza na nyie, timu ya Uganda iko Misri. Inatoa leo nafikiri. Yes, imechukua wachezaji 43. Kwa hiyo kwenye hii mechi kocha pia anataka kuitumia Uganda kujaribu wachezaji ambao kuambia jamani, hebu nionyesheni, natafuta kikosi cha mwisho kwenda Misri, hebu na nyie muoneshe kazi yenu. Kwa hiyo inawezekana kesho wakaja watu ambao wanataka kuonesha kocha wanataka kwenda Misri.
Sasa kocha akiwapanga watu kama hao, hiyo mechi ishakuwa ngumu. Ni bora tu wapole. Bora tupangie kinaoku hapa. Ezekiel, hilo nimetoka kumwambia kabla kipindi kijaanza. Yes. Nikamwambia Andrew akawa anacheka. Nikamwambia Andrew, okay, tumeshafanya kila kitu. Na kila mtu anajua nchi hii kwamba tumefanya kila kitu, kwamba tumehakikisha tunahamasishana, tunawapa wachezaji wetu courage ya kila aina, twende uwanjani. Nikamwambia huyu kidogo kwamba Uganda anaweza kuja kesho, akasema sikilizeni bwana. Sisi tusha qualify. Sawa, mashindano mwezi wa 7. Hebu ile level yetu tulikuwa tunacheza ya mashindano mpaka tumepata hizo pointi. Tuongeze kidogo leo. Kama unavyosema sasa tukaanza kutafutana uwanjani. Kwamba tucheze bila kufunga. Yaani kwamba wakasema tu sawa hao wenzetu, lakini sasa hebu tuongeze ile level yetu tulikuwa tunacheza anavyosema Ezekiel, kwamba tuiongeze kidogo leo iwe juu kidogo. Kama tunacheza labda na Egypt vile qualify World Cup ile, au tunacheza na nani itakuwaje? Na kusema hivyo tunajua kwamba sisi ni wanyonge, tuna timu nzuri. Mimi soko kwenye miaka 5 10 iliyopita kwa mara ya kwanza timu yetu tunahesabu wachezaji kutoka nje wako wazuri. Tuna timu kama ya Simba ambayo ina wachezaji ambao wamecheza mechi kubwa, ina wachezaji ambao timu ya taifa kile walichokifanya Ukunje kimewapa kujiamini sana. Sio kwamba ni wanyonge, lakini haya mambo yana namna yake ya kufanya ili kurahisishie wewe upate unachokitaka. Kwa hiyo nilikuwa natarajia sana kwamba kwenye mechi ya kesho utaona ujanja wa namna hiyo kwa washabiki, utaona ujanja kwenye mapokezi ya Uganda ikifika leo, kwenye namna ambavyo wanapokelewa, wanahudumiwa. Yale mambo tumeyazoea, tunaweza kuyaona wiki moja iliyopita kwenye viwanja kumtafuta sijui ndipo kwenye basi na nini. Tunayaacha kidogo. Tunawaacha wawe comfortable, wacheze mechi na sisi wako relax. Lakini sisi tunatafuta ushindi. Kwa hiyo washabiki wetu uwanjani kazi yao kubwa iwe ni kushangilia timu ya taifa. Washangilia vizuri, watu wajae uwanjani. Wale wanawaacha kwamba waseme jamani hawa ni kama wasema Jabiri. Kwa hiyo wakipita sisi tunapoteza nini? Mshaona. Lakini hii kusema watu tutaidiamini wachinjeni Uganda kesho sema mnasema hivyo Tanzania mnatuweza kweli? Wataweka watu pale, mechi itakuwa ngumu. Kone lazima tujifunze namna ya kulainisha mechi. Asante. Unasemaje? Mimi nasema mimi kwanza niwapongeze waandishi wa habari kwa sababu wametenda haki kwa kiwango kikubwa sana na hawajaonyesha kwamba tunaenda kuchinja Uganda. Yaani waandishi wamekuwa straight kwenye labda uje wewe mmekuwa straight kwenye nini? Wamekuwa straight kwenye kampeni zetu kuhakikisha kujenga hamasa, tuende uwanjani tukaishangilie timu ya taifa wakati ikitafuta tiketi. Ukisoma between the line unaona kabisa kwamba hawajaisema vibaya Uganda kwamba labda Uganda ni underdog. Na hilo ndio jambo muhimu sana. Na unaisemaje Hassan wakati unaona kabisa mtu tunaicheza naye tayari tiketi yake kashaipata? Kuna wengine wanaweza akajitoa ufahamu, mwingine anaweza akajitoa ufahamu akaandika kwenye gazeti lake kwamba labda Uganda si lolote si chochote. Lakini hilo sijaliona. Naona waandishi wote tumekuwa na akili moja ya kwamba tunajenga hamasa lakini tunaheshimu uwezo wa Uganda. Na kwa kesho kama alivyozungumza Kamwaga, na mashabiki wajue kwamba support timu yetu lakini tunawaheshimu Uganda kwa kile ambacho kiwango ambacho wanacho. Nadhani hilo ni jambo muhimu sana ambalo tunapaswa pia ku acknowledge waandishi wa habari kwa kazi kubwa walioifanya. Andrew, maana nataka kuja na nyie. Naona maana hata leo endelea kwanza Andrew. Mimi najua ni mechi ngumu kwetu. Huu ni mtihani wetu, mlima wetu mkubwa. Sasa pamoja na hii hamasa tulofanya sisi nje ya uwanja na wale watu wetu 11 na wale watakaoingia ndo bado wana jukumu lao la mwisho wa kudhibitisha hiki tunachokitaka sisi wa Tanzania. Mara nyingi wa Tanzania wamekuwa na support timu zao. Tunapokuja pale mashabiki tunajitokeza wengi, lakini vijana wetu uwanjani waga wanatuangusha. Kwa hiyo naamini kama safari hii benchi la ufundi niliona juzi kuna mwanasaikolojia mmoja alikuwa amekaa na wachezaji anawapa motivation na nini. Nadhani kama ile motivation imeingia vizuri, watulize akili zao, wakacheze mpira, yani wakacheze mpira wao. Kwa hiyo Waganda ni bora kwa ukanda wetu na kwa dunia wako rank ya juu kuliko sisi, lakini sisi tunaweza kupata matokeo kwa sababu lengo letu sisi ni kushinda. Kwanza tushinde, tusiangalie matokeo ya Lesotho na Cape Verde. Sisi tunataka tushinde, afu baadaye tutaangalia Lesotho wamefanyaje. Maana hiyo nao changamoto nyingine. Tunaweza tukashinda hapa, Lesotho kule naye akipata matokeo, jamaa sisi jitihada zetu zote zitakuwa kazi bure. Kwa hiyo naamini kwamba wachezaji wetu watatimiza wajibu wao uwanjani, wataperform vizuri, watawapa kile Watanzania wanachokihitaji kuhakikisha kama wanapata matokeo. Kinga wanasema dadavua pamoja na Jabiri. Kwa nini Lesotho akishinda matokeo ya Tanzania hata kama akishinda Tanzania ni kazi bure? Kwa sababu Lesotho yeye wanaangalia nani ile angalia goal difference. Goal difference ni ya pili, lakini kwanza ni mlivyokutana nyingi kwa ajili. Sasa sisi mechi yetu ya kwanza Lesotho hapa tulitoa draw moja, tukaenda kule tukafungwa. Kwa hiyo nadhani wao ndio maana mpaka leo wako juu yetu. Umeona
pamoja wale kwamba walifungwa magoli mengi kwenye, ukiangalia kwenye matokeo yao wao wamefungwa magoli mengi kuliko sisi. Kwa hiyo sisi kinachotusumbua ni hiyo rekodi ya wao bali kutufunga kweli. Kwa hiyo pale ndo tulipojiweka kwenye mtego. Lakini kama tungekuwa tumeshinda, leo hii tungekuwa tunaangaa juu, tunasubiri tu hata goli moja lingetubeba. Kwa hiyo mazingira hayo ndo yanatukumbusha kile cha 2006 pale, 2007. Wakati tunatafuta kwenda na nyingine. Tiko. Yani na pamoja na scenario hii nzuri alizungumza Kinga Mkono. Naona kuna scenario nyingine. Hii scenario ya Kinga Mkono ni ya kutuumiza yani, unajua. Lakini kuna scenario ya furaha kwamba Cape Verde akishinda anataraji kwamba kwa kiwango cha Uganda akimfunga Tanzania, Cape Verde anakuwa na pointi 7 anapita. Kwa hiyo tunaamini Cape Verde hata kubali naye kufungwa kiresi kwa sababu anacheza nyumbani. Kwa hiyo sisi wajibu wetu sisi hapa ni kushinda tu hii mechi. Alafu tuwaachie kule Cape Verde wafanye kazi yao na mechi yao iende kama ambavyo tunatarajia. Na uzuri mechi ni muda mmoja. Kwa hiyo mnapokuwa pale uwanjani na mnajua kule nini kinaendelea. Lakini magazeti ya leo magazeti nimesikitishwa, yametuangusha sana. Hapana. Yaani nataka kujua mimi kama ni kweli. Yaani ndio kwamba kweli Stars hata na wiki nzima hii press kweli ndio Stars yenu kweli haiuzi hivyo. Usicheke nani Mwani. Hebu uwezeke iliongea na Mwani hapo. Hebu gazeti lake hilo hapo Mwani. Mimi nimeandika bwana. Mimi Tanzania. Yaani kweli ndio Stars iko pale. Stars qualify. Subiri nikwambie sasa. Kesho tushinde. Kwa nini tushinde? Jumatatu utaona shughuli. Sasa hivi nyinyi mwananchi, hebu angalieni. Kweli ndio Stars hii kweli nafasi yote Mazembe na Simba. Kwa kweli tukubali kwamba hatujatenda haki. Mimi ndio maana nataka nione. Kwa sababu hii ndio mechi naweza kusema baada ya miaka 40 tunaweza tukaweka historia mpya kama nchi. Si ndio leo? Lakini la kwanza ambalo lazima tujadiliane pia, kutoa element ya biashara kwa magazeti. Timu ya taifa, nani ana jukumu la kusimamia timu ya taifa? Kwa maana gani? Ni TFF. Kamati ya kina Makonda na kina Haji Manara wamefanya kazi yao. Wale ni kamati ya TFF ambao hii timu ndio ya kwao. Wao kazi yao ni nini? Yaani kazi yao ni kwamba ukishaipa kamati umemaliza, kwamba wewe huna tena jukumu zaidi ya kuangalia mazoezi yanavyokwenda, kwa sababu ulikuwa unategemea kama wewe ni TFF ungekuwa umepush agenda fulani Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, hata kama ni Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, kwamba magazeti lazima yawe leo story yako. Kwa sababu magazeti, mhariri wa gazeti ya Sani Kinga Mkono, yeye Jumapili ataulizwa kwamba gazeti limeuza kiasi gani. Ndio atakayoulizwa, hata ambiwa umeichangia Taifa Stars kiasi gani kwenye nani yako. Kwa hiyo ni jukumu la wenye mechi kuiuza mechi yao. Kutafuta content, maudhui ambayo atasababisha mwenye gazeti atake asitake aweke kwenye gazeti lake. Lakini nadhani wenye hii timu wahusika sijui nisemeje, unaweza ukaita watu mkafanya press conference, ile inatengeneza habari yake. Lakini kwa mfano ukafanya press conference ya watu wa Bongo Movie kwa mfano wakiongea, usitegemee Mwanaspoti au Bingwa wakaweka hapa maneno ya Steve Nyerere. Yaani hilo sio eneo lao. Hilo sio eneo la kwao. Ukaweka Wema Sepetu sijui kitu gani. Hilo kuna magazeti wazi hao ndo watu wao. Lakini magazeti ya mpira yana watu wa mpira. Tulikuwa tuna timu hapa mwaka 80 ilikuwa qualify. Hivi wiki hii umeona magazeti mangapi yana stories za kinatenga au kina sijui nani? Yaani wale kwa mfano ungesema leo kwa mfano Jumamosi wale walioshiriki wale wanafanya activity fulani wanapiga press wale wenyewe. Magazeti wanaitia moyo watu ambao hawajai kuonekana. Kuna watu ambao sasa hivi wamekuwa alizao nzuri au mbaya au maisha yamebadilika kutokana na yale mashindano. Lakini lazima utengeneze hiyo package. Kama hujatengeneza, Mwani ataambiwa, Mwani siku ya 3 gazeti lako tunatoa na magazeti 2000 au 2020,
lakini ikifika saa 10 utafikiri kuna mtu kaja kaongeza mengine pale juu. Make wengine yote yameisha. Limebaki la kwako ndio liko juu limejaa namna hiyo wewe. Hapo jasho linakutoka. Hey. Kwa hiyo magazeti wana uzalendo na kama alivyosema Hasani, ukiangalia wiki yote hii wameandika vizuri sana, lakini iko wapi content kutoka kwa wenye timu? Wenye timu wamewapa nini kwenye magazeti? Au unategemea kwamba wataandika kwa uzalendo? Taandika kwa uzalendo, haiwezekani. Na ifike wakati hivi vitu twende tunajifunza Jabe. Hapana, sio kututetea. Ifike wakati nani hivi vitu tuwe na afisa habari ambaye anajua kutengeneza story za namna hii. Sisemi kama Ndimbo hajui. Ndimbo amefanya kazi ya habari. Nafikiri Ndimbo anapewa majukumu labda mengine yanamzidi, anasahau kile cha kwake cha kufanya. Mimi siamini bwana. Mimi ninachokiamini ni kwamba tumezungumza sana maafisa habari wetu wa hizi timu hizi. Wapo unajua tulikuwa na afisa habari pale TFF alikuwa anaitwa Florian Kaijagi. Yes. Yaani yule mimi mara ya mwisho nakwenda kuripoti timu ya taifa nilikuwa jarida la Fema. Tulikwenda kambini. Nilikwenda kambini. Nikaogelea na wachezaji kina Asmani Lichuji, kina Nsajigwa, tukapiga nao picha kule. Yaani unajua afisa habari nimempigia simu kutaka kitu fulani kwenye timu ya taifa. Moja kwa moja akaniambia, sikiliza, usije ofisini. Hem, tukutane sehemu fulani, wapo wachezaji, uzungumze nao. Yaani pale utawapata wenyewe. Afisa habari anajua kwamba akifanya hiki kitakuwa na impact gani kikitokea. So afisa habari amekaa pale anawaletea kile kinani tu cha kwenye WhatsApp kile tap kimoja. Yaani tusitetee. Kweli TFF wamekosa, yani idara ya habari ya TFF wamekosa kuset agenda kuelekea kwenye mchezo huu ya nini kifanyike ili Damas hapo mbele kwenye Mwanaspoti aone kwamba hakuna kitu cha maana cha kuweka zaidi ya hii story ya Stars. Sio hapo kutafuta kwa Stars kama ni kadogo. Jabiri bado anatulaumu sisi, lakini Jabiri, sisi hatuwezi kuandika habari kutoka mbinguni. Tumefanya kazi yetu, tumeongea na wachezaji wetu wamekuja. Hizo taarifa zote tuko tunapewa. Lakini sasa kuelekea hii siku ya mwisho, TFF imefanya nini? Haji Manara huaga watu wanamlaumu, anaongea sana nini, lakini Haji Manara siku ya mwisho lazima kutengenezea story. Yeah. Lazima Haji Manara atengeneze story kuelekea kwenye mchezo. Ndio ile utakaa kafanya hiki, kasema hili. Though wanasemaga anavuka mipaka, lakini mimi naonaga anajitahidi kuset agenda kuelekea kwenye mechi. Sasa ifike wakati kitengo cha habari cha TFF nacho kiwe na mtu kama huyo ambaye anaweza akatengeneza issue kubwa kuelekea katika mechi. Leo usipoangalia kutakuwa hakuna press conference. Aje alikopa na yes we can, alileta zile ni slogan ambazo alikuwa na nani? Angalia do or die. Yes. Kwa na sisi tulikuwa tunatakiwa kesho tutoke na au leo tunatakiwa tutoke na kitu kipya cha Stars. Ni crucial mechi. Lakini tuko kimya as if pale wako wangapi? Sasa nani? Sasa ngojeni kidogo. Sasa nani yule speaker wetu alostaafu wa mwisho Mama Makinda alisema sasa nani sio mnakutana naye basi pembeni muongee naye. Alafu hadi ndo aseme mimi nasikiliza. Unajua nani kuna msemo ulikuwepo na Bwana aliutumia sana, kila mtu ashinde mechi nyumbani kwake. Kila mtu ashinde mechi nyumbani kwake. Kazi kubwa ya Mwani iko na bingwa. Hapa ndo mshahara wake bingwa hili hapa. Kazi kubwa ya kina Kingampo. Yaani muangalie Mwani ndo kaja kabisa. Sasa kwa sababu mtu anaangalia gazeti kuna content. Timu ya taifa wazaji kina Samata wamekuja, kina Msuva wamekuja, waandishi wameruhusiwa, wameenda kukutana na wachezaji, lakini story ni ipi? Mnataka story gani? Unaona? Ile story ukipewa, Manchester United wana mechi mfano tu. Wanatimiza miaka 20 ile baada ya kuchukua ile Champions League mwaka 99. Leo magazeti naona wale Waingereza wametoa interview na Ryan Giggs kuelezea ile tukio lilivyokuwa. Bonga la interview. Yaani wanataka kutengeneza hela kwenye hiyo. Ni mechi itakuwa kina Beckham ndo anacheza, kina nani kukumbushia miaka 20. Lakini mechi unaifanya inakuwa kubwa kwa wanakupa interviews za watu ambao kwa kawaida wao watoi interviews. Umeshaona? Kina Tenga, kuna story nyingi sana zipo kwenye ile timu ambazo Watanzania unajua katika kila Watanzania 10 unakutana nao Filipo. Watanzania 10 unakutana nao. Watanzania 7 wamezaliwa baada ya mwaka 90. Asilimia 70 ya Watanzania wamezaliwa baada ya mwaka 90. Yaani kama kina Kamwaga sisi mzee wa zamani. Hao watu mwaka 70, mwaka 80 hawakuwepo.
wana story gani wao wa watu za kusema yani can imagine mimi yani wazi asamani nimechanganya sipenda kuongea lugha nyingine kwenye kipindi cha Kiswahili. Hao watu wanatamani kupata stories za ilivyokuwa mwaka 80. Lakini lazima stories zile ziwepo, zitengenezwe zile story. Yaani jamani, hii kazi ya kutengeneza habari ni kazi ambayo kama ilivyo ya madaktari, kama ilivyo wanasheria, ni taaluma. Lazima ujue masaa 48 kabla ya tukio kuna nini, masaa 24 kuna nini, masaa 10 kabla, masaa 2 kabla, yote unatengeneza matukio. Kama ufanyi hivyo, ni rahisi sana mtu kurudi katika kufanya kitu ambacho wamekizoea. Na magazeti yetu na sisi waandishi tumezoea kuandika habari za Simba na Yanga. Kwa hiyo inapokuwa hakuna kitu kipya, tunarudi kwenye mazoea. Yaani kama switch. Kosa ni unawasha. Kwa sababu unachosema TP Mazembe, mechi ya Simba na TP Mazembe ni tarehe 6 April. Leo ni tarehe 23, yes. Fikiria kama leo watu wanaizungumzia mechi ya tarehe 6. Kwa sababu hakuna kitu na interest. Hapo tunajenga interest kwanza. Hapa ndo nazungumza na usajili kabisa. Watu isenge. Hapa tu chini. Na usajili kabisa hapa umezungumza. Weka na usajili. Na ni Jabir. Kumbuka uongozi wa Tenga alikuwa anakutanisha sana wanahabari na wachezaji wa zamani. Kwa hiyo ile hasa ilikuwa kuelekea timu ya taifa. Utakuta ataleta pale kinapita Tino, atakuja wachezaji mbalimbali pale. Na ukiangalia pia timu ya taifa ya kipindi kile ilikuwa hata uongozi wa benchi la ufundi wengi wao walikuwa ni wachezaji wa timu ya Leopold Tasso. Wote walikuwa ni wachezaji wa timu ya taifa ya zamani. Kwa hiyo wale watu safari hii, wiki hii nilitegemea wale watu watakuwa na at least press conference imeandaliwa, wale watu wapo wanatoa experience walivyo qualify ilikuwaje mwaka 80. Sasa safari hii vitu kama hivyo nadra. Kwa hiyo ifike wakati sio hapa utushughulikie tu sisi, leo ushughulikia TFF. Kinga Mkono na maoni yake hapa. Unasemaje? Mimi sawa, tunaweza tukabeba lawama kwa namna moja au nyingine kwamba tumeshindwa kuibeba ajenda ya timu yake. Hii ni ndio tunasema maandazi yetu mara nyingi tutafanya ya zimamoto. Kwa hiyo kama media house pamoja na TFF hatakuwa na ajenda kwamba ajenda nini, umeona pamoja nyinyi mlikuwa mnasubiri mpewe, tunasubiri tupewe, lakini sasa yani kama nchi hatakuwa na ajenda kwenye hii issue ya kufuzu. Yani imeibuka tu hivyo, inawezekana. Yes, inawezekana. Kwa hiyo ndio pressure zimeanza wiki moja kabla. Kitu kingekuwa na ajenda ingekuwa rahisi, tungeset kwamba tunaenda kama ile wakati ule tulisema tunaenda Ghana. Uliona ile ni ajenda. Watu walianza mapema, tunaenda Ghana. Kwa hiyo ilikuwa pressure kuanzia mwanzo. Kwa hiyo watu wanakuja na ile kitu. Lakini sasa hii watu walikuwa hawana nia ya kwenda kufuzu. Lakini imetokea opportunity, sasa ndio tumekurupushana. Na ndio mkikurupushana mkizima moto, magep kama lazima ataonekana. Umeona? Kwa sababu malengo yetu hayakuwa kwenye kufuzu. Tungekuwa na malengo ya kufuzu tokea mwanzo, ina maana tokea mechi ya mwanzo sisi tungekuwa na ajenda yetu kwamba bwana tunaenda Cameroon kabla haijabadilishwa kwenda Misri. Kwa hiyo tungekuwa na hiyo ajenda, twendeni tunaenda Cameroon. Kwa hiyo amsha ingekuwa imeanza mapema. Kwa hiyo leo isingekuwa jambo jipya. Leo ungeona watu wameblow juu kwa sababu ingekuwa mechi inakaribia, mechi ya mwisho ambao nafasi inaonekana ipo. Kwa hiyo watu wangekuwa na rekodi nzuri ya Stars tokea kulipotoka inapoenda na nini. Lakini mechi zote za Stars ukiangalia preparation yake ipo kimya. Tunabaya kubahatisha tunaenda tukipata matokeo, tumepata matokeo. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi newsroom naangalia kopi ngapi zimeenda mtaani, zimerudi ngapi. Umeona? Kwa hiyo mimi lazima niuze. Mimi yote tumezungumza, lakini bado nafikiri kwamba Simba iliseti ya agenda. Yes. Kwa maana kwamba toka day one tunashinda kwetu. Na Soula. Yani sisi tutashinda kwetu. Nyie mtatupiga matano, mtatupiga wapi, lakini sisi tuna count kwetu. Pointi zetu fulani zinapatikana kwetu. Tunajua tutaqualify. Ndio hivyo ilivyo. Na FIFA waliseti agenda kwamba lazima tuingie group stage. Atufungwi. Yes. Lazima tuingie tunaingia group stage. Group stage. Kwamba agenda yao Simba ilikuwa ni kuingia group stage. Na sisi agenda yetu ilikuwa kwamba tunatakiwa kama taifa ingeweka agenda. TFF ingetuongoza na sisi media tungepokea kwa sababu wao ndio wenye mpira wao na wenye timu. Sisi kama tunawahamasisha wananchi wangeseti agenda tokea tunaanza mechi. Tumepangwa kundi yao. Agenda yetu tunataka twende Cameroon 2019. Okay, tumekosea kidogo. Mimi naongea na wazaji wa Taifa Stars wali watatu. Wanasema tukishindwa qualify mwaka huu, lawama yao ya kwanza itakuwa
ni kwa nini mechi ya kwanza Tanzania na Lesotho ilienda Chamazi. Yaani kama tulikuwa serious. Sababu timu ya taifa uwanja wake unajulikana. Lakini kwenda Lesotho, hasa ule uwanja uliwasaidia Lesotho kutukaba. Yaani wanasema Lesotho wangekuja uwanja taifa mkubwa wangepigwa. Wazaji wanavyoamini. Kwa hiyo sema kosa la kwanza ilikuwa mechi ya kwanza kwa sababu ile mechi hapo sana ndani ya Sane na Kinga wameongelea kuhusu hiyo head to head. Na hiyo ingekuwa sio tatizo sasa hivi. Yaani sasa hivi mechi ingekuwa laini. Kwa hiyo tangu mwanzo bado tulikuwa tuna shake. Mimi naomba nikuulizeni nyinyi kama waandishi ambao mna kamati mitangazo ya Makonda. So far mimi nasema wamefanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana wamefanya. Na namuona mkoa bado anaahidi vitu vingi baada ya matokeo, baada ya mechi. Kiberenge, upo mtaani Kiberenge mwenzangu, kama unanipata Kiberenge, unaweza ukaendelea mtaani. Kukoje leo hii? Hamshamsha ya timu ya taifa ikoje kuelekea mchezo wa Jumapili hii kati ya Tanzania na Uganda? Kiberenge. Naam, asante sana Philip Cyprian kutoka hapo studio. Na mimi nipo maeneo ya Temeke mwisho mkabala kabisa na mtaa wa Likwata katika maeneo haya ambapo kunaendelea masuala wao wakiendelea na mambo yao ya kuangalia vichwa habari vya magazeti mbalimbali Likwata katika mitaa hii ya Temeke ambapo kuna eneo la terminal hapa wanasema stendi ya mabasi. Kwa hiyo kuna mashabiki wengi na kubwa ni wakuta wakidiscuss ama kuzungumza kuhusiana na mchezo iliyopita, ile michezo miwili ya Cape Verde pamoja na Lesotho, wakizungumza kwamba michezo ile kama tungemaliza biashara mapema tusingekuwa na ugumu kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Uganda Cranes. Lakini kubwa ni masikitiko yao kuona baadhi ya magazeti hasa pendwa yale ya michezo yakitoa nafasi ndogo sana katika kurasa zao za mbele za michezo kuhusiana na mchezo wa kesho. Ukiangalia kwa mfano gazeti la Bingwa hapa wametoa nafasi kubwa kwa Simba, Yanga, lakini Taifa Stars kipo kisehemu kiduchu sana kikionyesha hapa Taifa lipo nyuma yetu, Stars iko nyuma yenu. Na ukiangalia hata gazeti la Mwanaspoti angalau wao wameonyesha kidogo kujali Stars kumenoga. Hii ni taarifa ambayo kwa kweli tunaweza kusema wao wamejitahidi kidogo, lakini upande wa Bingwa nao pia wa champion wameweka kidogo kule wachezaji Stars tutaifunga Uganda. Kwa hiyo ni moja ya vitu, lakini ukiangalia magazeti ya mengine, magazeti tunasema ya kawaida ya zile hard news, wao wamejaribu kuonyesha uzalendo kwa kurasa ya nyuma yote, kurasa ya mwisho hii kuipa nafasi Taifa Stars. Ndio tukasema kongole kwao ama pongezi kwao. Lakini mimi nisiwe mzungumzaji sana Philip Cyprian kutoka hapo studio, labda nianze kuzungumza na mashabiki pengine mchezo wa kesho wanautazamaje, lakini pia hali hii ya magazeti kutoa nafasi kwa kiasi kidogo kwa timu ya taifa kuelekea mchezo wa kesho wameipokeaje. Tukianza na mmoja wa mashabiki. Hujavaa jezi ya Stars kwa nini? Kwanza jina lako? Kwa jina naitwa Albino Ruila, Mtanzania halisi wa baba na mama wa kuzaliwa. Kwa nini umevaa jezi ya Arsenal inaonekana na kesho Stars tuna mechi ngumu muhimu? Katika hili kwa kweli mimi binafsi halijanifurahisha, lakini chanzo chake ni kwamba mimi nina pair moja tu ya Taifa Stars ambayo nimepanga kuivaa kesho. Kwa hiyo nikaona nikiivaa leo, kesho nikiivaa inaweza singare sana. Kwa sababu nataka nikienda pale uwanjani kesho mimi ningare kitaifa Stars. Na ndio maana leo nikavaa jezi hii. Na labda pengine sasa ukitazama kurasa za mwisho za magazeti haya, kipaumbele cha mechi hii na ukilinganisha na magazeti pendwa ya michezo, kwa nini imekuwa hali hii? Mimi niseme haya ni baadhi ya mapungufu yetu sisi wanadamu, hasa wa Tanzania, kwamba siku zote tumekuwa mara nyingi kichetu hatukithamini. Na mimi nitoe masikitiko yangu kwa upande wa magazeti, hasa ya magazeti ya michezo. Gazeti kama Dimba, gazeti kama Mwanaspoti, ili championi ambalo gazeti kuna mtu mmoja anaitwa Salehati tunamwamini sana kwenye michezo, lakini anatuangusha sana. Hivi leo nimekuja hapa kwenye magazeti nije ninunue gazeti, nipate story moja kubwa, picha za wachezaji wote wa Taifa Stars, lakini nimekuta hapa hakuna picha, hakuna story yoyote. Mimi binafsi nasikitika sana. Ila tu niapongeze magazeti mengine kama gazeti la Uhuru, gazeti la Tanzania Daima, Mtanzania na mengineo ambayo yameonyesha peji zao za mbele zote zinazungumzia Taifa Stars kwa upana mkubwa. Lakini mwisho niseme tu kwamba
Binafsi mechi ya kesho na matumaini makubwa. Lazima Waganda wakae chini kwa sababu tuna morali mkubwa sana. Na morali huu umesababishwa na klabu ya Simba ambayo katika uwanja ule wa Mkapa watu hawatoki. Na tunasema kesho watu hawatoki hasa Waganda. Kama wapo hapa Tanzania Waganda tunasema kwamba hawatoki. Ikizingatiwa kamati yetu iliyoundwa ya Taifa Stars ina mchanganyiko wa watu mbalimbali, watu wa mpira na watu wa fitna. Mimi nasema Waganda hawatoki. Nasema Okwi kesho atatusamee, huyo sijui Jukumushi atatusamee, lazima wakae. Kesho Taifa Stars kwa bidii, kwa nguvu zote, mapema tu. Tunaachana mechi za nyuma ambazo sisi tumefanya vibaya lakini sio tatizo. Mimi nasema kwamba mechi ya kesho lazima Waganda wakae tena mapema. Na mmesikia Philip Cyprian ni shabiki huyo, anaonyesha ni shabiki wa Simba na Arsenal, na amekiri kwamba sasa hivi ameweka uzalendo mbele, utaifa mbele, kwamba tuangalie Taifa Stars kesho inafanya nini katika mchezo huo dhidi ya Uganda Cranes, mchezo muhimu kabisa, huku tukiomba mabaya kwa wenzetu wa Lesotho kule waweze kuangukia pua ama watoke hata sare kule. Niko na shabiki mwingine, umevaa jezi ya Simba, kulikoni katika kesho Taifa Stars ina majukumu mazito? Nani mwenzangu? Mimi naitwa Ali Bane, ni Mtanzania halisi wa kuzaliwa kwa baba na mama. Nimevaa jezi ya Simba, unajua nisipovaa jezi ya Simba mwili unaniwasha sana, unapata malaria. Kwa kipindi hiki kuvaa jezi ya Simba ni wajibu wangu. Lakini jezi ya Taifa Stars ninayo. Kesho rasmi saa 12 asubuhi tukishaka kwenye mwili wangu kwenda kushangilia timu yangu ya Taifa Stars. Matumaini yakoje? Matumaini kesho najua kwamba watakaa Uganda watakaa mapema. Ila ombi langu, naomba wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba, tusiende kushabikia Simba. Tuache yote kwa wingi, kesho tujaze uwanja kwenda kuishabikia timu yetu Taifa Stars. Tuishangilie kama tunavyoshangilia timu yetu inavyocheza na timu za ugenini. Naomba sana mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba waoneshe uzalendo mkubwa, kujaza uwanja mapema na kushangilia na kwenda na vigoma na kinderemo na kila kitu kuhakikisha kwamba Tanzania kesho inafanya vizuri. Lama tule kwamba tunaye rais ambaye ameingia awamu ya 5, angalau na yeye aone kwamba historia yake iweke mbele, kuona kwamba katika mpira basi na mimi naona kwamba timu yangu iko katika eneo nzuri. Naomba sana 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 tuache ushabiki wa Simba na Yanga, tuende kushangilia timu yetu ya Taifa Stars kwa wingi. Na ukitazama umetoa ushauri mzuri sana kwa mashabiki wa vilabu hivi vikubwa ya Simba na Yanga. Je, magazeti ya leo haya, nafasi yao kuelekea mchezo wa kesho, wewe umeridhika nayo? Wametoa kipaumbele kikubwa? Mimi sijaridhika. Unajua kwamba uzalendo kwanza, afu mambo mengine yanafuata baadaye. Kwa sababu haya magazeti mengine ya kawaida nikiona Uhuru yameandika mambo mazuri, kwa sababu ukiangalia nyuma katajwa Munike, naona wachezaji timu ya taifa wanafanya mazoezi, lakini ya magazeti ya michezo kusema kweli yameleta ushabiki sana. Nifike mahali sasa Simba na Uyanga tuweke pembeni, tuangalie sana uzalendo. Si jambo jema unaweka heading ndogo tu ambayo hata mtu anayeangalia aona kwamba kama kimazabe. Weka heading kubwa, mtu asome apate morali, kuona kwamba hawa waandishi wa habari wana uzalendo mkubwa kuishabikia timu yao ya Taifa Stars. Kwa kile alichokifanya hiki Messi kukipenda, ndio maana umeona kwamba hapa leo mimi bora ninunue gazeti ya Uhuru kuliko kununua gazeti la michezo, kwa sababu naona kwamba hakuleta uzalendo kwenye timu yangu ya timu ya taifa. Na lawama zinakuja kwa wahariri kwamba amjatoa kurasa za mbele zile za magazetini yale ya michezo. Kurasa za mwisho za magazeti mengine ambayo mara nyingi ndio kurasa zao za michezo, wao wametoa nafasi kubwa. Hata ukiangalia hapa, mfano huko hapa, hatuiofii Uganda, Amunike amezungumza hiyo. Gazeti la michezo ile habari leo upande wa kurasa ya mwisho. Lakini Uhuru nao pia wametoa nafasi kubwa. Naona wachezaji wa timu ya taifa picha kubwa. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri namna hiyo, mmekumbushwa. Labda pengine tuzungumze na shabiki mwingine. Tukianza na upande wa magazeti. Wewe umeridhika na vichwa vya habari hivi ambavyo vimetolewa kuelekea mchezo wa Stars? Hapana, mimi naitwa Hassan Rajabu Mkufunzi. Kwa kweli magazeti haya ya kawaida yametuangusha sana. Isipokuwa haya magazeti ya kawaida Mtanzania, Uhuru, wamejitahidi, wametoa picha za wachezaji na wameandika kurasa ndefu. Lakini kwa kweli haya magazeti ya kawaida ya michezo bado naona wanaleta washabiki ambao si sahihi. Kwa hiyo ilibidi sisi tunaomba wajitahidi, wabadilike, na angalau kwa hii siku ya leo tu wangeandika habari za Taifa Stars. Hii ilikuwa vizuri zaidi, kwa sababu hii timu ndio timu yetu ya taifa na mechi ni mzito, na tunampongeza Mheshimiwa Makonda, ameleta uzalendo mkubwa kweli kweli. Kaingia kwenye kamati na ameshawishi mambo mbalimbali, ameambia watu madaladala kesho waende moja kwa moja taifa popote wanapotoka. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sasa, lakini haya magazeti kidogo yanaturudisha nyuma. Lakini kwa kweli serikali tuko pamoja na chama cha mpira tuko pamoja na waandishi wetu wa kawaida na Uhuru na pamoja na Mtanzania.
Na wewe matumaini yako yakoje kuelekea mchezo wenyewe sasa? Unawatazama vipi Waganda ambao mechi ya kwanza tulitoka nao sale kule? Kwa kweli Waganda sisi hatuwezi tukawafia kwa sababu hao ni jirani zetu, mpira wao tunafahamu, na mara kwa mara tunacheza nao hapa Tanzania, tunacheza nao Uganda na kadhalika. Kwa hiyo mimi na imani kwa mechi ya kesho wachezaji wanatakiwa watulie vizuri, wasiwe na pressure, na sisi washabiki vile vile tujae kwa wingi, tushangilie kwa wingi na ngoma mbalimbali nderemo, na tusikae tu mpaka goli linafungwa na sisi ndo tunashangilia, kwa sababu hilo ndo tatizo letu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba Tanzania wote kwa jumla kesho mapema tu tuingie uwanja taifa na nderemo na ngoma na vifijo, kila mtu alichonacho aende nacho pale, tukasherekee kwa nguvu, na imani Waganda tutawatoa tu, hawana uwezo wa kutufunga sisi nyumbani. Kama tulivyokwenda kwao tumedraw, basi na imani hapa nyumbani tutawatoa bila wasiwasi wote, lakini leo tuliwe moja kama serikali walivyotunga mkono, Mheshimiwa Makonda mkuu wa mkoa alivyotunga mkono na UFM wanavyotunga mkono. Kwa kweli tunapongeza pia UFM kwa asilimia kubwa kimichezo hapa Tanzania, wamekuja juu kweli kweli na wanatoa habari nzuri, wanatathmini mambo, wanahamasisha sana, na mimi ndo maana napenda kusikiliza UFM radio. Shukrani sana, tumepewa sifa watu wa UFM kwamba tunafanya vitu vikubwa, na Azam TV pia ndio maana tuko hapa tunafanya vitu vikubwa vile vile. Bado niko na mashabiki hapa wa soka tunazungumza nao. Ndugu yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Shahami Saleh. Naam. Vichwa vya magazeti ya leo kurasa za mwisho vimekupa hamasa gani kuelekea mchezo huo? Kiukweli vichwa ya magazeti hasa hii ya sports imetuangusha kabisa, kwa sababu inatokea ndani ya taifa hili kwa siku ya kesho Jumapili. Hii not fair, hawakufanya vizuri, inatakiwa wajirekebishe katika hili. Inavyocheza timu ya taifa, basi tuonyeshe utaifa wetu, tuonyeshe uzalendo wetu, tuonyeshe kile tunachokiita sisi ni Watanzania, kwenda kuonyesha kusema hii ni Taifa Stars. Labda wewe ulitegemea uone kitu gani hapa kuhusiana na Taifa Stars? Picha ya Samata iwe imeenea hapa, ama kikosi kizima, ama headline iwe pana zaidi kama unavyoziona za Simba hizi na Yanga? Mimi nilitegemea sana headline iwe kubwa zaidi, hususan Samata. Mimi kila siku huwa nalalamika juu ya Samata. Samata sasa hivi ni mfalme wa Tanzania, na sio magazeti tu, hata pale airport ilitakiwa pale pawe na picha kubwa ya Samata. Yaani mtu yoyote akitoka sehemu yoyote akiingia ajue kusema kumbe mfalme wa soka Tanzania ni Samata. Kwa hiyo hili naomba sio kwa waandishi wa habari, hata serikali waweke picha angalau mbili, moja pale airport ukishuka, moja hata kule mjini, ionekane hata mtoto anavyokuwa leo ajue kusema Samata ni nani, na ajifunze kutokana na Samata, na wachezaji wengine wapambane na wawe na morali kwa kuona Samata anaenzi. Kwa hiyo hata hili mimi serikali vile vile ni wapi changamoto, Samata lazima kae pale uwanja wa ndege, mtu akishuka anajua yule ni Samata. Na kuelekea mchezo wenyewe sasa, unatoa nafasi gani pengine kwa Tanzania? Na tuko nyumbani, tuna mchezaji wa 12 ambaye ni shabiki amepunguziwa kiingilio, aingie pale kupiga mayowe mwanzo mwisho, kama alivyoshauri msemaji aliyopita hapa kwamba tukiingia dakika 0 mpaka 90 sisi ni mayowe tu. Hiyo ni kweli kabisa, maana kilichotupeleka pale ni kwamba kuhakikisha Stars kazi ile ambayo inamtaka yule wale 11 waonyeshe kusema na sisi kuna watu wanatusupport nyuma. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania, Simba na Yanga, awe Mtibwa, awe nani, wote kwa ujumla, twende kwa nia hii moja ya uzalendo wetu, tusiende kwa ajili sijui kuna nini, kuna Simba, kuna Yanga. Twende kwa ajili ya uzalendo, twende tukashangilie Stars, twende tukapambanie Stars, tuhakikishe Stars inachukua pointi zake 3, ikiwezekana hata na magoli 3, ili safari ya kwenda AFCON iwe imekamilika. Kila kitu kinawezekana, na mimi naamini kabisa kwa ushirikiano wetu, kwa umoja wetu, kwa nguvu zetu, Stars kesho itamkalisha Mganda. Lakini kesho tunatakiwa tuwe tumevaa jezi. Sijaona mwamko mlionao nyinyi kama mashabiki leo. Wengine wametoa sababu kwamba wanapea moja. Wewe na wewe, kwa nini kuvaa jezi leo, kuanzia leo kuendelea kuwatisha Waganda? Ni kweli mimi sikuvaa jezi kwa leo, lakini jezi ipo na jezi zimenunulika, ndugu mtangazaji, zimenunulika kweli kweli. Na kesho wewe utaangalia kusema jezi ulizokuwa unauliza ziko, kila mtu amenunua hapa, kila mtu anayo, ila ni yani ile siku ya shughuli, unajua kama sikukuu vile, kama sikukuu vile, siku ya sikukuu yenyewe watu ndio wanatoka. Kwa hiyo kesho watu wanatoka Tanzania. Wewe na wewe utaona Tanzania itakavyokuwa, ile hali green itakuwa imetawala. Kwa hiyo tuko sawa sawa, jezi zipo na mimi nayo, na mimi jana tu nimenunua jezi 2. Leo sikutaka kuharibu taswira, ila kesho ndio utaona taswira iliyokamilika. Na unajiamini kuhusiana na matokeo ya kesho? Lazima Mganda akae tu kwa gharama yoyote ile. Naam, Filipo Cyprian, shabiki huyo Shihab anaongea vizuri kweli kweli, na ametamba
Taifa Stars kuweza kuibuka na ushindi akitabiri mabao matatu na alama tatu zile muhimu na kuweza kwenda AFCON kule Misri. Na pengine tumalizane na shabiki mwingine, labda ana chochote. Naona umevaa jezi ya Simba ndugu yangu. Yes. Umeanza kuona jezi nyepesi sasa hivi. Jezi kitambo tu nyepesi, haijai kuwa nzito hata siku moja. Yeah. Na pengine sasa timu ya taifa inacheza kesho. Nini matumaini yako? Matumaini ni makubwa sana. Kwa sababu ukiangalia timu yetu ya taifa kiukweli ni nzuri. Kwa sababu sasa hivi tuna watu ambao wako kimataifa wanatuwakilisha. Kina Samata, kina Kichuya, kina Imidimao, wako wengi tu ambao wanakuja kuongeza nguvu katika timu yetu ya taifa. Ukiangalia pale mbele kuna Boko hapa Samata, kushoto Kichuya, huku nani huyu kanava nani? Nsuva. Wanatokaje sasa Uganda? Hawatoki. Ukiangalia Oku anaijua vizuri Tanzania. Tuna waziri wa ulinzi wawili hatari. Kuna Yondani, kuna Nyoni wako nyuma pale. Oku ya Tambi kesho atoki Oku. Japo ni awasamee. Atusamee kwa utaifa kwanza. Japo ni Simba mwenzetu na nini, lakini utaifa kwanza. Oku kwa Mkapa hatoki. Hawezi kutoka. Naam, Filipo, umesikia mashabiki wakizungumza namna hiyo, na tumemalizana nao hivyo, mashabiki wakiwa na matumaini makubwa na wakisisitiza kuwa kesho basi wa Tanzania waweze kufika kwa wingi katika uwanja wa taifa na kujaza uwanja ule ili kuweza kuhanikiza, kuhamasisha, kutoa hamasa kwa vijana wetu 11. Sisi tutakuwa nje, tutakuwa 12 tukihamasisha kwa nguvu zote kuhakikisha timu inapata matokeo ya ushindi. Na mimi kutoka maeneo haya ya Temeke mwisho mkabala kabisa na mitaa ya Likwata, sina la ziada, narudi kwenu studio kwa maendeleo zaidi na ujumbe kwa waalili kwamba leo hawakutoa kipaumbele cha kutosha kwa timu ya Stars. Asante Crispin, msalimu sana Shahame. Naona muombe mguu pia unaendeleaje? Ndio. Mimi nimefurahi sana washabiki nao wameona nilichokiona. Ulichokiona. Kwa hiyo tu conclude kwa kusema kwamba lakini kila mkono alishakubali, lakini akasema tatizo kubwa lilikuwa ni zimamoto. Zimamoto na kuseti agenda. Kuseti agenda kwamba kwa mfano kama leo kwa labda wachezaji wa timu ya taifa ili tuweze kupata story ya kesho ama baadaye au jana wangeenda hata wale wa kwetu hata wa sasa kwamba wanaenda kutembelea labda Muhimbili kutoa msaada, juisi nini, biskuti kwa watoto nini, pipi. Hiyo ndio kuset agenda. Vitu vingi vinafanyika. Kwa hiyo nafikiri labda hili tumejifunza, labda kwa mimi na matumaini tuna qualify. Na mimi nadhani Filipo kuna story nyingine ziko za wazi. Kwa mfano Kigoma mjini pale. Sasa hivi mitaa ya Kigoma pale imepewa majina ya wachezaji ambao walifuzu mwaka 80. Kwa kuna mtaa wa Tenga pale, kuna mtaa wa nani. Kwa mkoa wa Dar es Salaam kwenye hii mechi anaweza tu akatoa ofa kwamba atakayefunga goli ambalo litatupeleka Misri. Kuna mtaa uko fulani naupa jina. Au hii timu yote. Au Erastonyoni atakitaka mtaa Songea kule, ukishuka tu stand ule mtaa unaoanza namna hii, uwe mtaa wa Erastonyoni, haina shida kabisa. Unasema mnaolifanya leo ndio litabaki milele na milele, miaka 50 ijayo. Watu ndio wakibona Bwana Samata sasa ule mtaa mashuhuri wa Mbagala pale Mbagala. Au hata bango la picha. Bango kubwa la picha. Likawekwa labda airport. Weka bango mtu akiingia. Yaani kumbukumbu za wazazi wetu wa mwaka 80 mpaka sasa hivi hazipo. Maana tumeweka nani mtaa wa wanyama pale, shughuli uliiona. Sasa hii ni zamu yetu. Wanyama ilileta shida sana. Hawa wachezaji wape namna ya kuenzi ambao wakati mwingine sio hela, sio kitu gani, lakini unamhakikishia kwamba watoto wako na wajukuu zako watakuja, watapita kwenye mtaa wanasema huyu jamaa alitufanyia kazi. Hizi picha zinatoa image kubwa sana. Baadaye kila mtu anataka kuwa kama Samata, anataka kuwa kama Msuva, kama nani. Inaosaidika ni nchi. Kwa hiyo mimi nadhani mkuu wa mkoa kwa muda uliobakia huo na kama chake anaweza kutafakari. Bado ana fursa ya kusema jamani, kuna ofa namna hii kwenye mtaa wa Dar es Salaam. Kuna mitaa, sasa mtaa unaitwa Bumbuli, mtaa Bumbuli inakuwa ni hatari. Tafadhali. Tutafute mtaa ambayo inasaidia kufanya vitu. Tuenzi wachezaji wetu. Mimi nafikiri kubwa ni kwamba inahamasisha na kizazi kinachokuja. Mfano, kifanye vizuri. Leo unapotoa mtaa labda wa Kariakoo, mtaa wote ambao labda ulipoteza jina, ukasema utakuwa mtaa wa Samata. Sawa, au mtaa wa Mbwana Samata. Ukaweka kabisa Mbwana Samata. Kumbuka tuna mashindano mengine ya Serengeti haya under 17 ambao tumeandaa sisi wenyewe. Kuna wale vijana
wanasema kumbe na sisi tukifanya kitu nchi inaweza kuja itatutambua. Kwa hiyo ni kweli inahamasisha na inahamasisha kizazi kilichokuwepo na kinachokuja. Kwa hiyo ni jambo zuri. Ni jambo zuri pia, ni kweli. Tunaelekea kumaliza kipindi. Nilikuwa nataka kitu wa first 11 za kwao, kwamba unajua unaweza ukabadilisha mawazo ya kocha Ezekiel na kikosi unakionaje? Kipi ambacho unafikiri kikosi chako cha kwako? Si tunamwambia kocha angalau, unajua wale waliopo karibu na kocha wanaweza kumwambia bana kocha ukiweka hivi kikosi kinakuwa bora. Mimi first 11 ya kwanza wiki hii ni mwenzangu Hassan Bumbuli ambaye kapata mtoto juzi. Kufanya kazi kubwa sana. Katuletea mchezaji. Haya mambo ya kubashiri timu bwana. Mimi sijahudhuria mazoezi ya timu ya taifa. Sijajua kocha amesoma nini kuhusu Uganda. Sijajua approach yake ya mechi. Kwa hiyo kusema wachezaji angalau muhimu unahitaji. Mimi ningeo kitu ambacho na kiomba kikubwa kitokee kwenye timu atakayoanzisha. Wachezaji wote yani Yahya Zaidi, Kichuya, Boko, Kesi Ramadhani ni wachezaji ambao mimi binafsi nasema ni muhimu sana kwanza. Yani ni muhimu kuwepo kwenye kikosi. Yahya Zaidi. Si ule Yahya Zaidi wa nani? Wa Ismailia. Ni muhimu kwanza. Kwa nini nasema muhimu? Unajua kama yani kama mtu kama Boko yuko kwenye kiwango kizuri sana. Na haya mashindano aliyocheza juzi yamemsaidia sana. Namzungumzia Yahya Zaidi, pamoja alikuwa anapata dakika chache Ismailia kama mlikuwa mnaangalia Champions League. Lakini zile dakika zinamtosha kuwa vizuri zaidi kwenye utimamu. Kwa hiyo manangu sio kwamba hao wengine hapana, lakini nataka ile momentum yao ambao walikuwa nayo hapa siku za karibuni iendelee, inaweza kutusaidia. Kesi timu yake naye iko kwa robo finali na alikuwa anacheza. Lakini sasa Jabiri, ukiona Yahya Zaidi, una Kichuya, una Msuva, una Boko, una Samata, yule si unaipangaje? Nimesema yani kwamba kwenye timu yetu sio kwamba unaenda mbele, sio kwamba wacheze kwamba wote waanze. Yani ile kuangalia nani ambaye anaweza kuanza yani kwenye hiyo timu. Na nazungumzia yani wasikose nafasi katika zile dakika 90. Dakika 90. Na kwa lengo langu kwamba wametoka kwenye mashindano ambayo mimi Filipo kwenye kuhusu swala mimi nikasema ombi langu ni moja. Kocha ajue kwamba hii mechi ni ya miongo minne na miaka 40 tulikuwa tunasubiri hii mechi. Tumeipata. Kuna wachezaji ambao wanacheza kwenye timu kubwa. Kama wengine wasema Jabiri, wengine timu kubwa za Tanzania. Ombi letu ni kwamba lineup atakayoipanga washabiki wakiangalia waseme hiki ndio kikosi. Sio. Lineup inatoka watu tunashika kichwa. Useme hivi timu iliyopangwa ndio ilikuwa timu bora na tumefungwa kihalali. Sio tunaletea mtu wa Lipuli. Kuna utala watu ndio wataka. Mimi nasema hivi siku moja nilikuwa naangalia wachambuzi. Ilikuwa baada ya Orlando Pirates kufika finali ya Champions League wakafungwa na Zamalek. Kama unakumbuka wenzetu tunajua nchi za South Africa waliomba mechi ya kirafiki na Spain baada ya kuchukua World Cup. Unakumbuka mechi ya South Africa? Yule kocha wa South Africa alichagua wachezaji 10 wa Orlando Pirates katika ile mechi ya kirafiki ambayo kama unakumbuka Spain ndio baada ya kutoka World Cup ndio mechi ya kwanza kufungwa ya kirafiki. Kwa hiyo nikawa naangalia wanazungumzaji wachambuzi wa soka wakasema kwamba kwanza kuna watu walimpinga wakati anachagua kile kikosi. Watu wengine wakawa wanasema kocha alikuwa yuko sahihi kuchezesha kwa sababu hata kile kikosi alichoanzisha nafikiri kuna wachezaji 8 wa Orlando kwenye hiyo mechi hiyo ambao walishinda. Kocha wale wakasema kwamba alikuwa yuko sahihi kuchagua wale wachezaji wa Orlando kwa sababu kwanza walikuwa kwenye mashindano ya Afrika kwa muda mrefu, pili wamefika hadi finali na walikuwa kwenye momentum ya utimamu wa kucheza na timu kama Spain. Na ndio maana unaona anasema kwamba unamtazama mchezaji kama Boko sasa hivi iko on fire, ana score lakini ana assist na unamuona yani hata mwili fitness yake unaiona. Kwa hiyo mchezaji kama yule leo usisubiri kwamba ngoja tusubiri kesho sijui dakika 78 75 unamfanya makosa makubwa afu unampanga Alisson unafanya makosa makubwa. Mbona sijui lakini waandishi nyinyi ndio mnafuatilia na mnataka zaidi. Mimi unajua kwenye mambo ya lineup inategemea na kocha alivyofanya nao mazoezi mara mwisho wachezaji walikuwaje. Unajua wakati mwingine mchezaji anaweza kawa mzuri sana lakini mtu siku ya mwisho
Yaani paka mwenyewe unajiuliza wewe kweli nitampanga huyu? Umeona? Unaweza ukafanya uamuzi wa Brazil na Ronaldo kumuingiza mtu anadegedege wakashindwa kwa bora angemweka nje wakatisha mtu mwingine, unaona? Wakati mwingine wanalazimika kumchezesha star fulani acheze kutokana na hivyo, lakini bado tu nadhani Amunike anajua umuhimu wa mechi kwa maisha yake, kwa ili nani yake CV yake ipande. Anajua kwa sababu yeye ndo timu yake ya kwanza ya taifa kubwa, timu ya wakubwa, alikuwa anafundisha timu za vijana. Kwa hiyo nadhani anajua inampa credit kiasi gani akiwezesha Tanzania kufuzu kwenye AFCON kwa mara ya pili. Kuna minong'ono endelea. Kwa hiyo naamini Amunike atakuja na kikosi bora. Hatakuja kwa ajili ya kujilinda. Kila mchezaji atakayempa nafasi nadhani atakuwa amemwambia wewe Tanzania iko nyuma yako. Watu milioni 50 wanakusikiliza wewe. Kwa hiyo nenda uwanjani kacheze. Kwa hiyo mimi naamini namwamini mchezaji yote ambaye Amunike atakuwa ameamua kumpatia nafasi acheze, na mchezaji akijitambua kwamba ili jukumu nimepewa na taifa, kama natakiwa nifanye cheze kwa 120% au 200 ili nihakikishe Tanzania inashinda mchezo. Waandishi, kwa haraka baada ya kuvuka mlima huu na Mungu ametujalia ambacho lazima tumtangulize Mungu, tumefuzu. Mna jambo gani la kutaka kuambia TFF kuelekea sasa, manake tunakwenda sasa kwenye mashindano na lazima nyinyi sasa muwe na habari za kuwaambia Wasomali kila kukicha kuhusu timu ya taifa? Nini mnaweza kueleza TFF tukivuka? Mungu ametujalia inshallah na tutavuka. Jambo la kwanza mimi naweza kuambia tukivuka wasivimbe vichwa viongozi wa TFF kuona kwamba sisi uongozi wetu ndio umetufanya tumeivusha Tanzania, na wasivimbe vichwa. Hilo wakivimba tu vichwa tutaumia. Wasivimbe vichwa. Watuachie waseme kwamba ni kazi ya Watanzania wote. Wanaowapinga na wasiowapinga ndio wamewezesha mafanikio hayo. Kwa hicho ndo ninachopenda kuwaambia. Wasije wakajiona kwamba sasa wao ndio TFF yao ni bora kuliko TFF zote miaka 40 iliyopita. Mimi narudi pale pale, watengeneze agenda ambazo zitatufanya. Maana najua tunakuwa tunaelekea kuna kambi, kwa sababu tuna kambi, kuna nini. Kwa kuwa kuna vitu fulani vingi, mechi za kirafiki, kambi iwe itafutwe kambi nzuri. Alafu kingine japo sikukizungumza mwanzo hivi, Amunike sio kama Maximo. Maana Maximo alikuwa anarekodiwa pamoja tutafika. Amunike ameshindwa hata kufanya hicho kitu. Anyway, forget kwamba lazima afisa habari ndio vitu vya kutengeneza. Simesema nyie. No, lakini Maximo alikuwa anafanya mwenyewe. Kuna vingine yeye mwenyewe. Unajua Maximo alikuwa na passion. Kwanza anaipenda Tanzania, alafu ni timu na ni kocha wa timu ya taifa. Kwa Amunike naye alafu Maximo alikuwa na tabia moja ile kwamba ananyanyuka na anapandisha au ananyanyua mikono hivi juu. Mungu bariki. Amunike nadhani kama kacheza Barcelona na nini, nadhani anaelewa kwamba mimi hizi nchi ndogo hii nimekuja kusaidia na kila. Lakini kila mtu ana tabia yake, ana tabia. Lakini namuona ni mtu ambaye yuko cool siku zote. Yuko cool. Na mimi nadhani atapata mara nyingi, unajua ule wakati likizo zake huwa sio likizo, yani mechi kishaisha hii huwa anaondoka akai Tanzania. Sio kama Maximo bora unajua kwake ni pale na kila kitu. Akai hapa. Kwa hiyo nadhani ana attachment. Na ndio maana kuna wakati anafanyaga maamuzi fulani ya Amunike ambao unasema hasa leo Jonas anachezea Simba mechi zote kubwa hizi, umpangi mechi hii, unapanga Alisonso kwa sababu una vitu vyako na unaona umependa watu wanakuwa wakuelewi. Lakini nadhani hii vitu anapozidi kukaa Tanzania au kubadilisha namba. Yes, ataanza kujifunza kuhusu Tanzania, saikolojia yao na kila kitu. Afu pengine baadaye atakuja kuna vitu kuviona kwa timu yetu ya taifa. Unaona Amunike anabadilisha. Kwa mfano mechi ya kwanza Tanzania na Uganda uliona timu inacheza bila kwa mpango. Na baadhi ya watu wananiambia ni makocha ambao wanatumia mpaka video na kila kitu. Kwa hiyo kuna namna yake, lakini nadhani shida kubwa ambayo anayo bado, ambao mbona imegusia kitu muhimu sana, ile attachment yake na Tanzania ile bado hajaitengeneza vilaba, akipewa muda akiendelea na muda wenyewe utegemea pia na. Lakini wakina Mwani unajua Maximo wakina Mwani walikuwa wanamsogelea. Sasa kina Mwana hajamsogelea Amunike. Hapana, anasogelea sana, yeye ni mtu ni muhimu. Leo njoo Sikliff. Leo njoo pale mnapokanganyie. Una maana gani kumsogelea vipi? Kumkaribisha. Hata na nini walikuwa wanafanya kocha anakaa mwaka mzima hajatoka uwazi hata mara moja. Hapo. Lazima awe na udambudambwe. Mimi Filipo, mimi naamini kwamba mwaka una kitu na Tanzania. Ukiangalia Simba, ukiangalia Taifa Stars, na mwaka tunaandaa mashindano ya Serengeti ya vijana. Mimi nadhani 2019 ina kitu na Tanzania. Kocha msingi ni kutengeneza kama wanasema wenzangu momentum ya kwamba hapa tulikofika mwaka huu tusiishie hapa. Inawezekana ukawa ndio mwaka ambao utabadilisha
heshima ya Tanzania kutoka kuwa kitu cha mwenda wazimu kwa timu ambayo nchi ambayo ikishiriki mashindano inapata kitu. Na nafikiri kama kesho mashabiki watajaza uwanja kama Simba walivyofanikiwa kujaza uwanja mchezaji. Simba kwenye, naomba nikwambie kwenye soka Afrika Alhamisi iliyopita kama ulikiangalia kipindi cha kina Katala wale walisifia Simba. Yaani wakasema Simba ilikuwa na deserve kwenda quarter final. Wakasema kwamba kama unacheza kwenye uwanja wa nyumbani unapata washabiki wa hawa lazima uqualify. Yaani kwa hiyo wakaisupport Simba, wakasupport Tanzania, wakaisifia sana Tanzania. Ndio nasema sasa kwenye pointi yangu kwamba kesho kwa mfano tukajaza vile uwanja. Lazima kafu itajiuliza kuna kitu gani mwaka huu Tanzania kimetokea? Kwa hiyo itakuwa ni sehemu ya ushawishi kwa kafu kwamba kusema kwamba kuna kitu kimeibuka hapa kwenye soka. Na ndio changamoto tukiingia kwenye hao mashindano ya vijana. Tunapataje ile nyomi kwenye timu za vijana? Watu waingie bure. Ndio maana nilikuulizeni swali hili kwamba tukishatoka hapa kwa sababu nilitegemea hii amshamsha tuliotakiwa kuifanya. Nafikiri itakiwa baada ya hii mechi tuanze kufanya amshamsha Serengeti. Kabisa. Kwa sababu tusije kusubiri tena kama anavyosema kinga mkono wiki moja kabla tunaamshana sasa. Amka chukua kombati. Sasa jamani. Nafikiri kuna point moja mtu wa mtaani alizungumza kuhusiana na UFM. Niwapongeze tu kwanza, yani Azam yote kwa ujumla, Azam Media. Lakini kwa kipekee UFM wana vitu vingi vinavyoendelea kule ambavyo kwenye redio vinahamasisha mno watu kufuatilia. Kuna wachambuzi wale ambao sio wenye majina makubwa tuliowazoea, lakini wana nondo nzuri sana ukisikiliza kuelekea kwenye, na kuna kipindi kipya yani Azam TV imeanzisha Joto la Afrika, yani kuelekea kwenye hiyo AFCON ya vijana. Nafikiri wenzetu wameanza. Kwa hiyo huku kwenye vyombo vya habari pia tunaweza tukaseti agenda yetu ili sasa hata TFF kama hawana agenda basi wadandie ya kwetu wachukue waende nayo. Watu wajanja kama mwananchi wajanja watu wanasikiza UFM hata jioni ile wanasikiza UFM kwenye magari. Sisi kama mwananchi na mwanasport ukiangalia sasa hivi kwa mwezi mzima tumeanza tokea mwezi ule katikati kuna page nzima ya vijana ya Serengeti mwananchi na mwanasport page kwa ni mpango wetu kwamba tunaamsha ndio hiyo set ya agenda ambayo tunasema tunatoka tumetoka Simba tunarudi timu ya taifa mpaka tunafungia Serengeti. Kwa hiyo inatakiwa, alafu nimefurahia kitu kimoja kwamba kimeanza kujitokeza na tukifanikiwa kitakuwa kizuri kwamba sasa hivi hata kama washabiki wa Yanga kwa mfano mechi za Simba nilikuwa nachunguza hata washabiki wa Yanga wanaenda uwanjani wanaoshangilia matukio mazuri ya wageni ndani leti iko chini sana. Yani tofauti na ile kwamba yani watu wengi unakuta wanashangilia wageni. Yani nimeona kwenye hizi mechi za Simba za kimataifa wanaingia washabiki kweli wa Yanga lakini ile nani yao ya kushangilia wageni iko chini sana. Kwa hiyo tukiweza na kuikili ni hiyo nafikiri tutakwenda mbele zaidi. Au siazi hiyo. Basi. Bora benzuia. Philip speaker ushangilie tu hata kama anashinda. Unashangilia tu. Asante sana, tumehitimisha. Kesho ni mechi ya Tanzania na Uganda. Msikose kwenda katika uwanja. Kiingilio shilingi ya chini, shilingi 2000, alafu cha juu nimesikia laki na 70,000. Laki unatoka laki kama nani Jabiri na nani na ule mnyama wako ule unaopaki pale Serena. Unatoa laki, alafu unaacha pale. Kwa jezi timu ya taifa unapanda basi maalum kutoka pale Serena na ving'ora. Unakwenda pale uwanja wa nani wa taifa unakaa VIP. Ukishakaa pale VIP unapata viburudisho. Yaani usimame unaletewa vinywaji. Unaletewa. Ukimaliza hiki kimebaki robo chini unaletewa. Umebaki nini unaletewa. Unaleta vinywaji unafanana na mwani. Wamevaa timu ya taifa. Mbona na ukishamaliza pale baada hiyo $100 hiyo unatoka unarudi kwenye basi unarudishwa Serena unachukua mnyama wako nyumbani. Hiyo laki ni kwamba laki ni pesa. Laki ni pesa, yes. Zamani walikuwa wanasema si pesa, laki pesa bwana. Unashuhudia wanyama wazuri pale. Jamani nashukuru sana kwa Kurasa kwa siku hii ya leo. Jabiri pamoja na Ezekiel Mwaniola
Hassan pamoja na Kinga. Nafikiri kesho tutashinda. Tumuombe Mungu. Inshallah. Atatufanyia wepesi. Kabisa. Tutashinda. Mwaka wa Asante sana, Tanzania siku njema.